ulihisi kwamba ngoma tayari inaenda kufungiwa ama? Hauwezi ukawa msanii mkubwa bila kuitwa BASATA. Kwa sababu BASATA kwenye sanaa ndio nyumbani. Kwa hiyo kama haujawahi kuitwa BASATA, wewe bado sio msanii. Kwa bahati mbaya sana watu wengi wanamtazamo kwamba ukiitwa BASATA umeitwa kwenye mambo magumu tu. BASATA ni mahali ambako kuna vitu vingi sana positive ukija. Kuna vitu vingi sana vya kujifunza. Kuna elimu ya bure ambayo uko mtaani ungeweza kuilipia, lakini ukija BASATA unaipata bure. Kwa hiyo kama haujawahi kuitwa BASATA, wewe bado hujawa msanii. Kwa maana yake hauna mabaya, hauna mazuri. Sasa uko kwenye sanaa unafanya kitu gani? Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni habari njema sana baada ya kupata wito wa kuitwa BASATA, nikasema sasa yes, nimeenda kuwa msanii aliyekamilika zaidi. Hii ni ngoma yako ya kwanza tu unaitwa BASATA. Inaleta picha gani kwenye muziki wako? Kwamba nimekuja nyumbani. Nimetambulika rasmi sasa kwamba kuna msanii mpya, na nimekuwa nikizungumza mara nyingi kwamba mimi sio underground. Mimi ni msanii mpya superstar. Unanielewa? Kwa hiyo nimekuja kwenye nimeitwa nyumbani, na kuanzia sasa chochote kile nitakachokifanya lazima kipitie pia kwenye miongozo ya nyumbani, ambako kwenye tafsiri yangu hapa ni BASATA. Kwa hiyo yani kama nimeenda kuongeza hasira zaidi. Za kutoka hapa kiende kikanuke. Yani mkinipa dakika chache tu hapa kuna jambo lingine linaenda kutokea muda so mrefu. Sawa, kwenye ngoma yako hii mpya, kwa nini Joh Makini na isiwe Baba Levo? Siwezi kufanya collab na Baba Levo. Kwa sababu uwezo wake ni mdogo sana. Amekuwa kwenye sanaa kwa miaka mingi sana. Hakuna kitu chochote kile ambacho anaweza kaonyesha amekipata kwenye sanaa. Alafu kwa namna ambavyo game imebadilika, Baba Levo ni msanii wa zamani. Yani time imemkimbia, yamebakia huko. Mwendo ni speed sana ambayo hawezi. Hayuko kwenye mizania ya kufanya collab na mimi. Kwa hiyo inabidi ajipange sana, arudi huko K-Town people, labda arudi huko kwa ndugu zake, ndio anaweza kufanya chochote. Mimi niko kwenye level nyingine kabisa. Lakini waliopata nafasi ya kusikiliza ule wimbo wanasema kwamba ule utunzi kabisa kusikiliza ni kama Baba Levo ndio ameweza kuandika ile ngoma. Baba Levo hana uwezo wa kuandika ngoma kama hiyo, na nitakwambia, and I stand to be corrected. Niambie kuna msanii gani mpya amewahi kutoka kwenye nchi hii ndani ya siku moja msanii mpya akapata views zaidi ya 100,000 on YouTube? Nitajie msanii mpya kabisa kwa mara ya kwanza, siku ya kwanza ndani ya masaa 24 akawa na views 100,000. Kuna uwezekano mkubwa sana hii ni record ambayo imewekwa na mzee wa Kaliwa. Ndani ya masaa 24 views 100,000 kwa msanii mpya, ndo anasikika kwa mara ya kwanza, na mgongoni kwake hakuna lebo, hakuna msanii yoyote yule ambaye amewekwa kumgongoni, ni yeye mwenyewe, show ya mwanaume mmoja. Nitajia hapo. Labda watu wanaweza kusema ukubwa wako ambao unao kwenye industry ya utangazaji wewe ndio imekupa kama lift. Mimi nina ukubwa wa utangazaji, lakini nina upya wa sanaa. Unanielewa? Mimi ni sanaa mpya tena. Mimi nina ukubwa kwenye media, utangazaji na uandishi wa habari, lakini sina ukubwa huo wa kwenye sanaa ya uimbaji. Ndio. Na Mheshimiwa Mapana akiwa anaplay ile nyimbo, nikakuona ukawa mtulivu sana. Ulikuwa unawaza nini? Mniombee. Yani nyimbo ni mniombee. Wanaposikiliza watu wenye mamlaka, sisi wengine inabidi ni dua tu kwamba mniombee, kwa sababu ndicho ambacho kimeimbwa. Na ndio maana unaona hata wakati Dr. Mapana ameniuliza, ule ndio msingi wa ule wimbo. Wako watu wengi sana wanafanya maovu kwenye jamii yetu, na hatutaki kusema ukweli, kwa sababu kuna namna tunataka tufiche watu wasiujue ukweli. Hata huo umekosa namna gani, bado una nafasi mbele za Mwenyezi Mungu. Ule wimbo unazungumza ni dhambi tupu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa wimbo. Na tunaambiwa pia kwenye vitabu vitakatifu kwamba mwanadamu sio mkamilifu. Na ndio maana kwenye kila dhambi niliyoitaja, kama kwa lugha ya picha, mbele yake ulikuwa unaona kama napiga magoti kwamba hii ni dhambi kwa wale ambao tunaamini Mungu yupo. Wale
viongozi wetu ambao wapo kwenye kutusaidia, kwenye kutuongoza na kutufanya kuwa watu wema zaidi. Kwa hiyo hata uwe mkosefu vipi, bado mbele za Mwenyezi Mungu uko mlango wa toba, uko mlango wa msamaha. Na hiki ndicho ambacho kinaimbwa kwenye ngoma ya Mniombe. Sawa, Oscar, natamani sana kusikia take ya bosi wako Diamond Platinum baada ya kuisikia ngoma yako. Kuna mazungumzo yote ambayo umeyazungumza, comments yoyote kupitia ngoma yako? Amesema Oscar ndio msanii mkubwa wa hip hop anayekuja hapa nchini. Unanielewa? Na amefurahia kile ambacho kilifanyika kwa sababu naye pia hakuwa anajua. Kwa hiyo nilitaka kumsurprise. Nilitaka niwe na mawazo huru bila kushirikisha watu wengi sana wakati unataka kushift kutoka career moja kwenda career ya pili. Nakumbuka mimi nilianza maisha wakati nimetoka chuo, nilianza maisha na ualimu. Nilifanya kazi serikalini. Fundisha sekondari kama miaka 5 hivi. Baadaye nikaenda chuo kikuu nikafanya kazi kama mwaka 1.5. Lakini baadaye nikataka kushift kutoka kwenye ualimu kwenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji. Wakati nataka kuswitch sikumshirikisha mtu. Kwa sababu unapotaka kufanya maamuzi makubwa kwenye maisha usipende sana kushirikisha watu. As long as wewe unaamini katika hayo mawazo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilitokea. Kwa hiyo nika switch. Nilipoenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji, nako pia mbona huyu ni mwalimu? Sasa huyu mwalimu amefikaje huko kwenye uandishi wa habari na utangazaji? Lakini nikaendelea kufanya kazi iliyokuwa bora, na ndio maana saizi jumuiya ya Watanzania wengi wananitambua kama mwandishi wa habari na mtangazaji. Hakuna mtu anakumbuka kama mimi ni mwalimu pia, na ni mwalimu kitaaluma. Sawa. Same thing. Wakati nataka kuswitch kutoka kwenye uandishi wa habari na utangazaji na kwenda kwenye career nyingine, sikutaka kushirikisha watu. Nilitaka ni switch kwanza, baada ya kuwa kila kitu kimeshakaa sawa, alafu ndio naweza nikawaengage watu. Kwa mfano niwape tu habari njema ni kwamba tayari kuna nyimbo 20 ambazo zimeshakamilika kwenye kila kitu, na kwa mwongozo ambao nimepewa leo BASATA, kwanza naenda kukamilisha usajili. Nilikuta nimeuanza kabla ya kuachia hii nyimbo ya Mniombe, kwa sababu nilishauliza na nikaambia utaratibu. Wakati nimekuja hapa kutaka kufanya hiyo registration, tulikuta mtandao uko down, na tayari ile nyimbo nilikuwa nimesha process kwenye platforms. Unajua kipa siku kadhaa wimbo utakuwa umetoka, ndio maana wimbo umetoka kabla ya kufanya huu usajili. Lakini leo sitotoka hapa mpaka usajili huo umekamilika. Nitakuwa nimelipa pia na ada yangu hiyo ya mwaka ili kurasimisha hiki ambacho nakifanya. Na baada ya hapa ni tuone sasa hizi ngoma 20 tunazifanyaje kuzipeleka kwa wananchi waende kupata burudani. Okay, sawa. Swali la mwisho hapa, swali la mwisho samani, lakini Oscar, umeamua kuingia kwenye muziki ili ufanye nini? Kazi ya muziki ni ile. Ni kuelimisha, ni kuburudisha, ni kuonya, kwa sababu muziki ni sanaa. Kwa hiyo nimeingia kwenye muziki ili nifanye kazi ya sanaa. Nikiwa mwandishi wa habari na mtangazaji sifanyi sanaa, na nafanya taaluma. Misingi ya maadili kuna namna inaingiliana. Maadili unajua karibu yote. Ukienda maadili ya utangazaji, maadili ya ofisi za umma, maadili ya familia, kuna vitu vingi sana ambavyo vinaingiliana. Kwa hiyo ni hayo tu. Oscar, umechelewa sana, labda muda wote ulikuwa unaanza kufanya muziki kwa sasa hivi. Hakuna kuchelewa kwenye mafanikio. Kama kuna kitu chochote bado unaamini unaweza ukapush na ukaenda juu zaidi, usihesabu kuna kuchelewa kwenye kutafuta mafanikio. Tena hapa palipo ndio pazuri, kwa sababu miaka 10 ya kwanza ya Bongo Flava na I think even 5 iliyofuatia, miaka 15 ile ya kwanza, kaka zetu na dada zetu wengi walifanya hii sanaa ni kuseti tu platforms. Unanielewa? Miaka 5 ya hivi karibuni ndio kumekuwa kuna pesa nyingi sana ambayo iko kwenye sanaa, na kwa bahati mbaya sana kaka zetu na dada zetu wengi ambao waliset foundation kwenye Bongo Flava tayari wengi hawako kwenye sanaa. Kwa hiyo kuna misingi waliset na wao sio wala matunda. Kwa hiyo mimi ndio mla matunda ya Bongo Flava ambaye nimekuja. Kwa hiyo nadhani ni good timing
kwa sababu ni muda pia ambao naweza kufanya sanaa bila kustruggle kitu chochote. Naweza kuweka pesa yangu na kufanya project zangu. Yani hakuna kitu ambacho natakiwa kufanya Bongo Flava leo ili kesho nipate ugali. No. Kwa sababu na uwezo wa kufanya maisha mengine bila kupata shilingi 10 kwenye huu muziki, lakini najua hapa nilipo ndio the right time, kwa sababu huu ndio muda ambao muziki wetu una pesa nyingi sana. So nimekuja kuchukua pesa zangu. Uniombea ni bonge moja la ngoma, na nilikuwa nikiona baadhi ya waandishi wa habari pamoja na kiongozi pia wakitikisa kichwa wakati wanaiplay hiyo ngoma. Natamani kufahamu kwenye hiyo ngoma ni mstari gani ambao kwako umekuwa mstari mkubwa sana na kwa nini unakuwa? Mimi issue yangu kubwa sana ilikuwa kwenye chorus. Namna ya kuwa integrate wale viongozi wa dini kwa ukubwa wao na madhambi ambayo yanazungumzwa ndani ya ngoma yenyewe. So kwa maoni yangu mstari mkubwa zaidi, sitaki kutaja kama mstari, lakini ni chorus. Yani chorus kwangu ndio kitu bora zaidi kwenye hii ngoma kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu huku ndiko watu tunapaswa kwenda kuombewa, huku ndiko ambako yanapatikana matumaini mapya, na huku ndiko ambako watu ambao wameanguka dhambini huwa wanainuliwa na kuwa watu wapya. Watu wengi wana connect Dogty kwa maana pale unapokuona na Lady JD Jide wanaambatanisha. Wengine wanasema Oscar yuko kwenye uba zito na Commando, mmoja kati ya muziki ambao umechonga barabara, na zamani alikuwa rap, sasa hivi anaimba kwenye ngoma kwa muziki kwa namna moja au nyingine. Na ni kweli kwamba mtakuwa na mahusiano? Kwanza niliweke hili very clear. Ukisema JD ana mdate Oscar ni kumkosea adabu kwanza Lady JD, lakini pia ni kumkosea adabu Oscar. Lady JD ni dada yangu, ni mtu ambaye mimi sijawahi kuwa kwenye mahusiano ambayo yeye hayafahamu. Unaelewa vizuri ninachokisema? Sijawahi kuwa na mwanamke ambaye niko naye kwenye mahusiano halafu Lady JD sijamwambia, Lady JD sijamshirikisha. Kwa hiyo hebu msimkosee dada, mwekeni dada pembeni. Kuna kazi kubwa sana ameifanya kwenye hii sanaa na kwa heshima kubwa. Moja kati ya wanawake kwenye sanaa ya kiwanda cha Bongo Flava wenye heshima kubwa sana since day one. Kesho kutwa hapa anaenda kutimiza miaka 25 kwenye game, it's not a joke. Amefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo nafikiri hii ni time ambayo tunapaswa kumzungumza Lady JD kwa mambo mengi makubwa na mambo mazuri aliyoyafanya kwenye kiwanda hiki cha Bongo Flava, lakini pia kwenye sanaa ya nchi yetu. Ni watu ambao wametambulisha taifa letu nje ya mipaka. Ameshinda tuzo nyingi sana kama kijiji. Ametoa albamu nyingi sana kuliko mwanamke yoyote ambaye amewahi kufanya sanaa ya muziki hapa nchini. Asihusishwe kabisa na mahusiano yoyote. Is my sister, very good friend of mine. Sijawahi kuingia kwenye mahusiano na mtu yoyote na nisimwambie. Sawa, Oscar, pengine tukimaliza haya mahojiano bila kuiombea Simba, tutakuwa tujafanya sawa, kwa sababu wewe ni mwana soka pia. Mimi leo nataka mniombee tu. Nataka mniombee tu wimbo mpya wa Oscar. Mchezo wa finali kidogo kuhusu nasema hivi, kama kuna maombi achana na Simba. Siombei Simba chochote. Niko hapa kuuombea wimbo wangu. Nimesema tena ndani ya siku moja kuna views zaidi ya 100,000 kwa msanii mpya ndani ya masaa 24 kuwa na views 100,000 on YouTube peke yake. Kama yuko msanii mwingine, na nyuma kumbuka hakuna lebo, hakuna msanii mkubwa ambaye amekaa na muongoza Oscar. Jamani, moshi mweupe umetokea Kaliua this time. Tuishi humo yani. Sawa. Oscar, hapo nataka niweze kusema kitu kwa maana ya hichi ambacho umekifanya. Labda una kitu gani cha kusema kwa wale wanaosema muziki wa hip hop au lipi kabisa au usi kabisa Tanzania, na wewe umeingia kwenye muziki wa hip hop na sio R&B na muziki mwingine? Muziki nadhani ni biashara kama zilivyo biashara nyingine. Kuna
watu wanauza magari wanakaa yards na hawauzi. Wako watu wengine wanauza. Kuna watu wamefungua Diamond ameleta Wasafi soap. Kuna watu wengine wana sabuni. So mwingine anaweza kusema anauza, mwingine hauzi. Kwa hiyo ni very very subjective. Kwa hiyo tuwaheshimu watu wanaosema muziki haulipi na tuwaheshimu pia watu wanaosema muziki unalipa. Biashara yako umeifanyaje, kwa watu gani, umemarket vipi, umepromote vipi, wateja wako ni kina nani, bei yako ni kiasi gani, that's it. Oscar, nyumba yako inaonekana imeenda sana kulingana na unavyozungumza. Haujapata labda shows, simu za show? Siko tayari kwa show mpaka 2025 imalizike. Mpaka 2025? Yes, kwa sababu siko tayari bado, siko ready. Kama ambavyo nimeachia ngoma ya kwanza na inaonekana imekuja na kitu cha kiutofauti. Lazima nitakapoonekana kwenye stage kwa mara ya kwanza, natamani niwe na kitu pia cha kitofauti. Kuna performance nyingi zimeshafanyika na kazi kubwa sana imefanyika, natamani the day ambayo nitaonekana kwenye stage kwa mara ya kwanza niwe na kitu cha kitofauti. Nisiwe na mimi naenda na shika jinzi, yani nashika kwa babu huku nimeshika jinzi. Nataka walau nije na kitu cha kitofauti kwenye biashara yangu ili nitengeneze wateja wangu. Asante sana. Hakuna msanii ambaye amekuomba collab baada ya kuona umetoa nyimbo afu imeenda na unajua? Siwezi nikasema ni msanii Nsachi, ameniomba ni Baba Levo na nimekataa kama ambavyo nimezungumza, kwa sababu ambaye humuoni kama msanii. Sio msanii, Baba Levo sio msanii. So ameniomba collab na nimekataa na sina time kabisa ya kuja kushirikiana naye kwenye kitu chochote. Okay, asante. Haya, nashukuru.